mshirikino, kama ulikufahamu, duniani tunapito, swali hilo tu. Usiniumize, usinichukio mwenzangu, nino shido. Ukimtazama kwa mara ya kwanza, unaweza kudhani muda wote yupo kazini akichekesha. Uso wake, sauti yake na mienendo yake yote huakisi moja kwa moja dunia ya vichekesho. Huyu ni Dickson Makwaya, maarufu sana kama Bambo, mmoja wa waigizaji na wachekeshaji waliotoa mchango mkubwa katika tasnia ya sanaa ya maigizo na burudani hapa nchini. Bambo alizaliwa Disemba 10 mwaka 1975 mjini Dar es Salaam, lakini asili yake ni mkoani Ruvuma. Yeye ni mtoto wa 4 kati ya watoto 5 wa mzee Tony Shadrack Makwaya na bibi Ana Nchimbi. Safari yake ya elimu ilianza mwaka 1984 akipitia shule kadha za msingi, huku akirudishwa madarasa mpaka alipohitimu kabisa mwaka 1995. Licha ya changamoto za kielimu, mapenzi yake kwa sanaa yalijitokeza mapema sana. Akiwa bado mwanafunzi wa shule ya msingi, Bambo alishiriki mashindano mbalimbali ya muziki wa dansi, ikiwamo street dancing na disco toto yaliyoandaliwa na bendi ya Makasi kwenye ukumbi wa Amana, Ilala, Dar es Salaam, ambapo aliibuka kuwa mshindi. Mwaka 1996, mara tu baada ya kufaulu mtihani wa darasa la 7, alijiunga na shule ya sekondari Makongo na kuhitimu mwaka 2000. Akiwa huko, moto wa sanaa uliwaka zaidi moyoni mwake. Akaanzisha vikundi kadha vya sanaa, ikiwamo kikundi cha sanaa cha Hekima kilichowajumuisha wasanii chipukizi wakati huo waliokuja kuwa na majina makubwa baadaye, na hao ni Kingwendu na Manyaunyau. Mwaka 1998 Bambo akabisha hodi katika kikundi cha sanaa cha Kaole, na hapo ndipo safari yake ya kitaaluma hasa katika sanaa ya uigizaji ilipochukua uelekeo mpya. Umahiri wake ukamfanya asajiliwe sio tu kama msanii, lakini pia kama mwalimu wa ngoma kwa wasanii waliokuwa wakijiunga na kikundi hicho. Kupitia Kaole alikutana na marehemu mzee Pwagu aliyemtambua na kumpa fursa kubwa katika sanaa. Igizo lake la kwanza lilikuwa ni lile la Hujafa Hujaumbika. Dickson alizaliwa upya kwa jina jipya, akaitwa Bambo, jina lililodumu kwa zaidi ya robo karne, lakini umaarufu wake ulipaa zaidi kupitia igizo la Fukuto ambalo lilimbadilishia maisha. Igizaji wake ulijulikana kwa sauti, akitumia lafudhi ya Kingoni iliyozaa misemo iliyokaa vichwani mwa Watanzania kama alu, haki ya mbongo binti Muhamadi, kukuruka mwanangu, kongoli, mpododo na mingine mingi. Akiwa Kaole, Bambo aliunda uswahiba wa kipekee na Rashid Mwinshehe Mzange. Huyu ni Kingwendu, wakawa jozi maarufu ya uchekeshaji iliyotumia vionjo vya nyimbo za Kizaramo, miondoko ya kuchekesha na uigizaji wa hali ya juu. Urafiki wao uliimarika na hatimaye kuwa undugu wa kweli. Katika Kaole, Bambo alishiriki katika michezo mingi maarufu ikiwemo Fukuto, Jahazi, Tufani, Dira, Tetemo, Radi na mingine mingi, iliyozidi kujenga jina lake ndani na nje ya nchi. Ilipotimia mwaka 2001, Bambo aliongeza wigo wa sanaa kwa kuingia rasmi katika muziki, na huko akaachia albamu yake ya kwanza ikaitwa Watanzania Halisi. Humo ilibeba wimbo maarufu wa Maji ya Kisima, Mkorogo Umedunda. Wimbo huo uligusa masuala ya kijamii na hasa madhara ya kujichubua ngozi. Albamu hiyo ilikuwa na nyimbo 10 na baadaye akaachia albamu ya pili ikaitwa Kitambi. Hii ilipokewa vema pia. Kwa sasa ameutambulisha wimbo mpya ukiitwa Pisi za 2000, ikiwa ni maandalizi ya albamu yake ya 3. Mchanganyiko wa uchekeshaji, uigizaji na muziki ulimfanya Bambo kuwa msanii mwenye mialiko mingi ndani na nje ya Tanzania. Ilipotimu mwaka 2004, alijiondoa Kaole na kuwa msanii huru, akijikita zaidi katika maigizo ya jukwaani, filamu na ushereheshaji wa matukio mbalimbali. Kuanzia mwaka 2006 alielekeza nguvu zake katika uigizaji wa filamu,
akicheza filamu kadha zilizompa heshima na alama ya kudumu katika tasnia. Humo utazikuta Brother Man, Keki ya Birthday, Vita ya Nyoka, Lango la Jiji, Za Mwizi 40, Dawa ya Deni, pamoja na filamu ya Mtemi iliyoandaliwa na Julie Tax na nyingine nyingi. Kwa sasa ndoto ya Bambo ni kuanzisha akademi ya sanaa kwa lengo la kuibua na kukuza vipaji vya vijana, akiamini kuwa Tanzania imejaa vipaji vikubwa vinavyohitaji mwelekeo sahihi. Katika maisha yake binafsi, Bambo ni baba wa watoto 5, wanaume 2 na wanawake 3. Hutumia muda wake wa ziada kutazama filamu, kukaa na marafiki na kubadilishana mawazo. Ni shabiki wa kandanda wa timu ya soka ya Simba hapa nchini na Real Madrid ya barani Ulaya. Katika historia ya tasnia ya filamu na maigizo nchini Tanzania, jina la Dickson Samson Mapaya limeandikwa kwa herufi kubwa, sio kwa sababu ya kuchekesha, bali kwa uwezo wake wa kutumia sanaa kama kioo cha jamii. Kupitia uigizaji wake, Bambo ameweza kuunganisha burudani, ujumbe wa kijamii na utambulisho wa Kitanzania kwa namna ambayo imewafanya watazamaji wajione ndani ya kazi zake. Bambo amekuwa daraja kati ya uigizaji wa jadi wa jukwaani na filamu za kisasa, akisaidia kusogeza sanaa ya maigizo kutoka kwa hadhira ndogo hadi kufikia Watanzania wa rika zote ndani na nje ya nchi. Ubunifu wake wa sauti, lafudhi na ucheshi wa kipekee vimeacha alama isiyofutika, huku akitengeneza mtindo uliowapa mwelekeo wasanii wengi chipukizi wanaokuja baada yake. Zaidi ya kuwa msanii, Bambo ni mlezi wa vipaji, mwalimu wa kielelezo cha uvumilivu. Safari yake inaonyesha kuwa kipaji kinapounganishwa na nidhamu, kujituma na imani, kinaweza kubadilisha maisha ya mtu binafsi na tasnia nzima. Kwa mchango wake katika filamu Tanzania, maigizo na burudani kwa jumla, Bambo si msanii wa kupita, bali ni nguzo ya muhimu ya tasnia ya filamu Tanzania, na urithi wake utaendelea kuishi kupitia kazi zake.